بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia sala na salamu mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tukiwa katika somo letu la hadithi katika matn al-40 an-nawawiyya. Jana tulikuwa tumeanza muqaddima na leo tutaanza الحديث الأول في كتاب هيكي الأربعين النووية لشيخ أبي زكريا يحيى بن شرف النووي الشافعي. الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة البخاري، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. حديثه كما ilivyokuwa ada wanawazuoni wengi wanapoanza kuandika vitabu vyao, basi huijalia hii kuwa ni hadithi ya mwanzo, kama tulivyoona katika Umdatul Ahkam kuja hivyo, na vitabu mbalimbali Sahihul Bukhari kuja hivyo, Riyadhus Salihin kuja hivyo, na vitabu mbalimbali. Wanaozuoni wamependelea hadithi hii kuiweka mwanzo kwa sababu inazungumzia juu ya ikhlasun niyya. قال الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى عن أمير المؤمنين أبي حفص، كدوك أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه، بين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: أنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نمسكيا متمي الله صلى الله عليه وسلم أنا سيما إنما الأعمال بالنيات، حقيقة يا matendo huzingatiwa nia، wa innama likulli imri'in ma nawa, na kwa hakika ilivyo atapata kila mtu kwa alichokinuia. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, basi mwenye kuwa hijra yake kwa ajili ya Allah na mtume wake, fahijratuhu ila Allah wa rasulih, basi hijra yake ni kwa ajili ya Allah na mtume wake. Waman kanat hijratuhu lidunya yusibuha, na mwenye kuwa hijra yake ni kwa ajili ya dunia aipate, fahijratuhu au imra'atin yankihuha, au mwanamke amuoe kwa maana li gharadhi dunya, fahijratuhu ila ma hajara ilayhi, basi hijra yake atalipwa kwa lile alilolihamia. Hadithi hii ambayo imepokelewa na Imamu
Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Mughira ibn Bardizbah al-Bukhari, ambaye al-Imam ma'ruf Imam al-Bukhari, na kadhalika wa Abu al-Husayn Muslim ibn al-Husayn ibn Muslim al-Qushayri aina an-Naysaburi, ambaye ni al-Imam Muslim. Hukatishwa majina yao tumika Imam Bukhari na Muslim, tunasema rawahu al-Bukhari wa Muslim, na hayo ndio majina yao kwa ujumla, ambayo Imam Nawawi amearifisha kwa upana katika kitabu hiki. Vitabu hivi ni katika asahul kutubi al-musannafa, vitabu vilivyokuwa sahihi zaidi. Sasa katika kitabu ambacho nakitumia mimi ni al-Mumti' fi sharh al-40 an-Nawawiyya cha al-Imam Salih ibn Fawzan ibn Abdullah al-Fawzan hafidhahu Allah ta'ala. Fafanua kiasi katika hii hadithi, ila sitaingia sana katika ufafanuzi kwa sababu ya uchanga. Kama tunavyoona kwamba hadithi hii inazungumzia juu ya ikhlasun niyya. Sheikh al-Fawzan anasema bada al-muallif rahimahullah ta'ala hadhihi al-ahadith bi hadith Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, wa huwa muttafaq ala sihhatihi. Anasema muallif ameanza kitabu chake hiki cha hadith al-40 an-Nawawiyya kwa hadithi hii ya Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, nayo ni hadithi ambayo ni muttafaqun ala sihhatihi, kwa maana ni rawahu al-Bukhari wa Muslim. Rawahu al-Imam al-Bukhari fi sahihihi wa rawahu al-Imam Muslim fi sahihihi. Amepokea Imam Bukhari katika sahihi yake na kadhalika Imam Muslim katika sahihi yake, wa huwa muttafaqun alayhi, ni katika hadithi ambayo ni muttafaqun alayhi. Wal muttafaqu alayhi baina al-imamayn al-Bukhari wa Muslim huwa asahhu al-ahadith fi sunnati rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, ni katika asahhu al-ahadith, hadithi zilizokuwa sahihi zaidi, sio muttafaqun alayhi, kwamba ni hadithi zilizokuwa sahihi zaidi fi sunnati rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, katika sunna ya mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam. Wa sadara al-muallif rahimahullah ta'ala muallifahu bihadha al-hadith litadhkir bin-niyyah, na mtunzi al-Imam Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf an-Nawawi ameweka mbele hadithi hii kwa sababu ya kukumbusha watu katika jambo zima la nia. Wa anna al-muallif wa ghayruhu min kulli man yaqumu bi'amali salih yajibu an yakuna sadiran ala niyyatin khalisa lillahi azza wa jalla. Anasema wanawazuoni huwa wanapendelea kuweka hadithi hii mbele, min kulli man yaqumu bi'amalin salih, kwa kila ambaye mtu anasimamia katika amali njema, yajibu an yakuna sadiran an niyyatin khalisa, basi inatakiwa iwe ni mtakasifu wa nia njema, sadiran an niyyatin salihah lillahi azza wa jalla, kwamba lazima nia aitakase lillahi tabaraka wa taala, kama anna al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala sadara sahihihi bihadha al-hadith, kama ilivyokuwa Imam Bukhari ameweka mbele hadithi hii tadhkiran bi niyyati, kwa kuikumbuka, kwa kuiweka mbele hadithi hii
kwa ajili ya kukumbusha katika jambo zima la kuitengeneza nia. Wa anna al-muallif wa ghayruhu yajibu an yatadhakkara hadha al-hadith, mtunzi na watu wengine wanatakiwa lazima wazingatie hadithi hii inda kulli amalin ya'malu, katika kila amali ambayo wanayoifanya. Fayukhlisuhu lillahi azza wa jalla, basi na waitakasa nia kwa ajili ya Allah azza wa jalla, lian la yakuna amaluhu, ili isiwe amali yao taaban bila faida, amali yao ikawa ni yenye taabu ya kujitaabisha tu na isiwe kuwa na faida. Kama haikupatikana ikhlasun nia katika amali yote ambayo utakayokuwa umeifanya, basi itakuwa umejichosha tu katika amali hiyo. Kwa hiyo msingi mkubwa ambao ameukusudia al-Imam Abu Zakaria An-Nawawi kuweka hadithi hii mbele ni kutukumbusha katika jambo zima la nia, na hii ni kwa mwandishi na kadhalika kwa yote ambaye anayesoma kitabu hiki amekumbushwa hilo jambo la nia, kwamba amali yako utakapokuwa unaifanya, basi kwanza takasa nia yako lillahi azza wa jalla, ibtighaa mardhatihi subhanahu wa ta'ala. Kwa hilo unalolifanya utaraji radhi za Allah subhanahu wa ta'ala, na kwa hakika utakapokuwa umeitakasa nia yako katika hilo jambo, ndio litakuwa mabruk alayhi, litakuwa lina baraka ndani yake. Ukitaka kusoma ili ufanikiwe na kusoma kwako kuwe na baraka, itakasa nia yako. Usisome kwamba labda uwe unafahamu ili wasumbue watu kwa elimu, ujifakharishe kwa watu, elimu yako haitakuwa na baraka. Kwa hiyo lazima uitakase nia yako. Ukisoma kwamba wewe unasoma ili mradi tu kwamba na wewe miongoni mwa watu wanaosoma, lakini bila kuitakasa nia yako kwa ajili ya kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala, kusoma kwako kutakuwa na baraka. Jambo lolote utakapokuwa unalifanya amali yako ili iwe yenye khair na yenye baraka mbele Allah tabaraka wa ta'ala, basi kwanza itakase nia yako. Kwa hiyo anatukumbusha hapa al-Imam katika swala tashihu niyya, kuitakasa na kuiweka sawa nia katika jambo lolote utakayokuwa unalifanya, hasa katika jambo zima la talabatul ilm, katika jambo la kusoma. Nasema innamal a'malu binniyati, hakika ya matendo amal huzingatiwa nia. Wa innama likulli imri'in ma nawa, na kwa hakika ilivyo atapata malipo kila mtu ma nawa, kwa kile alichokinuia. Akapigia mifano Mtume sallallahu alaihi wasallam, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi, basi mwenye kuwa hijra yake ni kwa ajili ya Allah na mtume wake, fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi, basi hijra yake ni kwa ajili ya Allah na mtume wake. Waman kanat hijratuhu lidunya yusibuha, na mwenye kuwa hijra yake ni kwa ajili ya dunia aipate, ni kwa ajili ya kutafuta gharadhu min ad-dunya, lengo la kidunia, basi fa hijratuhu au imra'atin yankihuha, au mwanamke amuoe, kama imekuja katika riwaya nyingine au imra'atin yatazawwajuha, fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi, basi hijra yake kuhama kwake malipo yake yatakuja kwa kile alichokihamia, ile sababu ya kuhamia. Kwa hiyo msingi mzima wa amal huzingatiwa nia. Unafanya jambo hili kwa lengo gani? Malipo yako yatakuwa katika jambo hilo. Na nia, msingi huu wa nia ndio unaweza kuipambanua amali min haythu as-siha war-rad, katika upande wa kusihi na kutosihi jambo lako. Kwa maana ikiwa unafanya kwa ajili ya Allah na mtume wake, kwa maana unafanya amali hiyo kwa ajili ya Allah, yatathibiti malipo kwako. Lakini ukiwa unafanya kwa ajili ya lengo la kidunia, basi hilo lengo la kidunia
utakavyokuwa unalifanya. Kama ndani yake kuna khairi, basi malipo yake yatakuja hivyo. Lakini kama unafanya jambo hilo kwa lengo la riya, ibada unayoifanya kwa ajili ya riya, maana yake ndani yake kuna shirki, hutopata malipo jambo hilo. Kwa hiyo kikubwa zaidi ambacho tunafundishwa ni kwamba tashihu niyya, uisahihisha nia yako unavyoliendea jambo, ili yathibiti na yahakikike hayo malengo yako unayokuwa nayo, basi yawe malengo ya sawa, yawe na ikhlas ndani yake. Fanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kufanya hivyo ndio tathibiti malipo kwako. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.